Habari za siku ya leo, watoto wa Mungu. Habari za Jumatatu. Heri ya mwezi mpya. Mungu akubariki katika mwezi huu wa 5 ili kwamba malengo uliyoyapanga yaweze kutimizwa. Ninakuombea Mungu akubariki. Karibu katika kipindi hiki cha wiki hii na Bwana kutoka Prayer Partners. Na kukaribisha sana. Na siku ya leo tutajaribu kuangalia kwa nini katika maombi unapoomba kwa moyo wa unyenyekevu na kulia mbele za Bwana, Bwana anasikia na anakujibu kwa haraka. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, ukatufundishe katika siku ya leo. Tunatamani kusikia neno kutoka kwako kwa dakika hizi chache, katika jina lako Yesu Kristo, amen. Katika Biblia tunayo mifano mingi sana ya watu ambao waliomba hata na kulia mbele zake. Wakati fulani kulikuwa na Wakristo ambao walijitokeza, wakati mimi nikiwa mdogo, wakawa nasema wale wanaomba kwa kulia. Tunapoongelea kulia mbele za Bwana, haina maana ya kufeki kilio. Lakini unapoguswa, unawiwa, na huwezi ukaenda ukawa unapanga kwamba nakwenda kulia. Lakini Roho wa Mungu anapokugusa mbele zake katika maombi, unawiwa. Wakati katika kitabu cha Zaburi 34 na lile fungu la 17 linasema, walilia naye Bwana akasikia, akawaponya na taabu zao. Kwamba walilia, Bwana akawasikia na akawaponya na taabu zao. Kuna mifano mingi sana ya kulia wakati unaomba. Katika kitabu cha Ezra 10 na lile fungu la kwanza linasema, basi hapo Ezra alipokuwa akiomba na kuungama, akilia na kujiangusha kifudifudi mbele za nyumba ya Mungu. Fungu linaendelea. Lakini tunamuona hapa Ezra ambaye ni nabii, alikuwa anaomba, analia, anajigaragaza, anaungama. Kwa tunapokuwa tunaomba, tukumbuke kufanya maungamo. Pale Roho wa Mungu anapotugusa na tukatoa machozi, ni sahihi kabisa. Inaonyesha unyenyekevu, kwamba wewe unanyenyekea mbele za Mungu na hauna njia nyingine isipokuwa kwa Mungu peke yake, kwamba unamtegemea Mungu peke yake. Kiburi chako kinayeyuka, kwa sababu kuna wanadamu ambao wana kiburi, wanasema kwamba tunaweza tukayafanya haya sisi wenyewe. Kwa kile kiburi kinayeyuka, kinamwonyesha Mungu kwamba yeye ndiye peke yake mwenye uweza wa kuweza kukuokoa na kutoa katika tabu ambazo zinakukabili katika wakati huo. Na hilo linampendeza Mungu, kwa sababu ni imani mbele zake, ni unyenyekevu na moyo uliopondeka. Juzi nilivyosoma kitabu cha Ezra, na mimi nilikuwa na shida yangu moja. Nilivyosoma tu hicho kitabu cha Ezra, jinsi Ezra alivyokuwa anafanya maungamo, anatubu, analia mbele za Bwana, na mimi nikaungama na nikajikuta ninalia mbele za Bwana. Shida yangu kesho yake ilipata utatuzi wa ajabu sana. Na juzi Jumamosi hii tu, mvua ilinyesha kubwa sana Dar es Salaam, na nikawa nashindwa kuondoka kwenda kanisani. Nikamuomba Mungu, nikaomba Baba, ninakuomba hii mvua uisimamishe. Ilikuwa inapiga kubwa sana. Naomba uisimamishe hata kwa dakika 30 tu, niweze kupita niende kanisani. Baada ya ombi hilo, mvua ilinyesha kubwa sana, lakini dakika chache, hata hazikufika dakika 10, mvua ile kubwa sana ilikata kabisa. Na nilivyoondoka nikafika kanisani, jua hadi likawaka. Mvua ilikuja kunyesha baadaye sana jioni. Bwana akubariki sana. Katika wiki hii basi naomba uzingatie hili, kwamba unapokuwa unaomba, nyenyekea sana mbele za Bwana, na pale Roho atakapo kuprompt hata kutoa chozi, usiwe na wasiwasi. Bwana anapenda mioyo iliyopondeka na yenye kumtumaini yeye na kumtegemea yeye na kuweka matumaini yao yote kwake. Baba,
Tunakushukuru kwa neno hili katika siku ya leo. Endelea kutufundisha, ukaguse mioyo yetu. Katika wiki hii, mtumishi wako anasikiliza na kuangalia clip hii, na mweka mikononi mwako Baba. Ukasikie maombi yetu kwa upendo mkubwa. Tufundishe tuweze kunyenyekea mbele zako, na hata kama ni kulia Baba, ukasikie kilio chetu kama ulivyosikia vilio vya watu wengi katika Biblia. Asante Baba. Tembea nasi katika wiki hii yote, kwa sababu tumeomba na kujikabidhi mikononi mwako kwa shukrani nyingi, katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki katika wiki hii.